Waislamu, ilikuwa ni mwaka 2019 baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutufungulia na kuifanya misafara mbalimbali ya da'wa nchini Tanzania, South Africa, Uganda, Kenya na kwingineko. Kwa kweli hali hii ilipelekea ndugu zetu hawa wa Frères et Sœurs kuweza kuwa na mhemuko mkubwa sana na hisia za kupenda mambo ya kheri baada ya kuona mikusanyiko ya ndugu zetu katika nchi jirani kwa minajili ya kuweza kulitangaza neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, huu ndio mwanzo wa musabaka wetu hapa tulipofikia. Mwaka 2019 ndipo walipiga simu wakifikiria, wakanipigia simu, shekhe, tufanye nini? Tunaona wivu hawa dada zetu na kaka zetu wanaopatikana Ufaransa, tufanye nini? Na sisi tuwakusanye watu kama tunavyoona nchi ambazo mnazozitembelea wanakusanya watu, tufanye nini? Na wao walifikiria tufanye ile mihadhara ambayo inayofanyika. Kwa kweli tukashauriana, ndipo fikra niliyowapa nikawambia, jitahidini tuanzishe musabaka. Ni jambo ambalo litakuwa na thawabu nyingi kushinda hata hiyo mihadhara mnayokusudia, kwa sababu tutakifanya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na uhai katika nchi ya Burundi. Hapo mikakati na mipangilio ikaanza, ambapo wao ndio kadhalika wadhamini wa An-Nusra TV ambayo kwa sasa inayoongozwa na Bwana Hakizimana Pedaya, Hakizimana Musa almaarufu Pedaya. Kwa zama hizo alikuwa ndugu yetu Abu Mansur ndiye ambaye alikuwa kiongoza. Hivyo mikakati ikaanza. Waislamu, mikakati hiyo iliyoanza ikaonekana ndio uwezo wako nao ni wa milioni 2 kwa mshindi wa kwanza. Mwaka 2021 ndipo tulianza musabaka wetu wa kwanza katika holi na jumba lile la Markaz. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakishirikiana na Kiswahili Halaka ambao wakiwa pia na wao ni wadhamini wakubwa juu ya jambo hili. Alhamdulillah, musabaka wetu ukaenda vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, na hapo hisia za watu zikaanza, na msidhani kwamba sisi tunawadhamini kama mnavyofikiria. Wallahi thumma wallah, hatuna mdhamini wa kutoka Warabuni, Maroke, Dubai, hakuna. Ni hawa vijana wenu Buyenzi, Bwiza, Nyakabiga ambao wako katika nchi za nje ndio wanajikusanya kwa kufikiria tunafanya nini na sisi tuitumikie dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo tukenda hivyo mpaka mwaka uliofuata ambao ni musimu wa pili, mwaka 2022. Alhamdulillah, sawa na michango ya hawa vijana wenu, dada zenu, wakafanya hivyo, tukapanuka kidogo. Mshindi wa kwanza mwaka 2022 akapokea kiwango cha milioni 4. Tukaenda hadi tulipofikia musimu wa 3 2023. Mshindi wa kwanza alijipatia milioni 5. Musimu wa 4 tukenda na hayo yote. Waislamu, tulikuwa kila tunamaliza musabaka lazima tutangaze rasmi nani anayetaka kujiunga na sisi mwaka unaokuja, tupate kile tutakachoinua
kiwe kikubwa zaidi kwa washindi. Hivyo musimu wetu wa 4 tukabahatikiwa, ambayo ilikuwa ni mwaka 2024, tukabahatikiwa kupata milioni 6 kwa mshindi wa kwanza. Mnakumbuka mwaka jana tulipata fursa pia ya kumkaribisha ndugu yetu na kumfanya kuwa mgeni rasmi Sheikh Al-Habib Nuruddin Kish, Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Kwa kweli jambo lile lilimfurahisha sana sana kuona pale tulipofikia, na hasa alipouliza na kutuuliza kwamba ni wadhamini wapi, ni wadhamini gani ambao wanaodhamini huyu musabaka. Kwa kweli tulimwambia hakuna wengine, ni sisi hawa vijana ambao wanaoishi nje wa Kiislamu, Bwiza, Buyenzi na kwingineko, ndio wanajitahidi kutoa michango yao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanikisha jambo hili. Hivyo nyote mlikuwa mashahidi hapo, walitangaza rasmi baada ya kusisimuka na jambo hilo, kusisimuliwa na jambo hilo, akasema mwakani insha Allah mshindi wa kwanza atajinyakulia milioni 10 kutoka katika taasisi yetu pendwa ya Al-Hikma Foundation inayoongozwa na kiongozi wetu mpendwa wetu shekhe wetu Abdul Qadir Al-Ahdali, Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Naye alilisapoti hilo milioni 10 kwa mshindi wa leo. Mungu awahifadhi na ahifadhi taasisi hii kwa mengi mazuri ambayo inayozidi kutufanyia na kuiangazia nchi ya Burundi. Hivyo basi hiyo Al-Hikma Foundation bado ikaleta udhamini wake pia wa kutupa majaji wawili, kama mlivyoona, majaji wenye uzoefu wa hali ya juu, majaji ambao alhamdulillah wamekuwa ni majaji wa kimataifa. Kama mlivyoona, tunapanuka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwenda anatuangazia juu ya jambo hilo.